wabarakatuh. إنما هناك نوع من الإبر يصل بالغذاء مصفى إلى الجسم كإبر الجلوكوز، فهي تصل بالغذاء إلى الدم مباشرة، فهذه قد اختلف فيها علماء العصر، حيث أن السلف لم يعرفوا هذه الأنواع من العلاجات والأدوية، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن العصور الأولى شيء في هذا الأمر، فهذا أمر مستحدث. Hakika hapana vingine, ziko huko namna katika sindano ambazo zinakifikisha chakula hali ya kuwa ni chenye kuchujwa kukifikisha katika mwili, kama sindano za glukozi zao zinakifikisha chakula kwenye damu haraka. Namna hizi hakika wamehitarifiana ndani yake wanawachuoni wa sasa. Kwa sifa hakika wanawachuoni waliopita hawakuzijua namna hizi katika matibabu na dawa, na hakikuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wala kutoka kwa maswahaba wala kutoka kwa tabiina wala kutoka katika zama za mwanzo kitu katika jambo hili. Hili ni jambo lenye kuzushwa. Assalamu alaikum. ولهذا اختلف فيه علماء العصر، فمنهم من يرى هذا النوع مفطرا لأنه يصل بالغذاء إلى أقصى درجاته حيث يصل إلى الدم مباشرة، وبعضهم يقول إنها لا تفطر، وإن كانت تصل إلى الدم لأن الذي يفطر هو الذي يصل إلى المعدة، والذي يشعر الإنسان بالشبع أو بالري. Na kwa ajili ya hili wamehitarifiana ndani yake wanawachuoni wa sasa, pana katika wao ambaye anaona kuwa namna hii ni yenye kupunguza, kwa sababu inakifikisha chakula kwenye mwisho wa daraja lake, kwa sifa kinafika kwenye damu kwa haraka. Na baadhi yao inasema hakika zao hazipunguzi zijapokuwa zinafika mpaka kwenye damu, kwa sababu kile ambacho kinapunguza chao ni kile ambacho kinafika kwenye mashine ya tumbo, na kile ambacho anahisi mwanadamu shibe na kuondokwa na kiu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wanaendelea kueleza makindano ya wanachuoni kwa kuchoma sindano. Mwingine anaweza akawa labda amepata tatizo la presha imeshuka. Kanuni ukifika ukachoma sindano ambayo ile sindano ina glucose, na maana glucose ni kwamba inaongeza uchangamfu, nguvu ya mwili. Sasa wanachuoni wamekalifiana katika hilo. Katika baadhi yao kuna ambaye anaona kwamba hii namna inamfunguza aliyefunga, kwa sababu inakifikisha chakula kwenye mwisho wa daraja lake, kwa sifa kinafika kile chakula kwenye damu kwa haraka.
lakini baadhi yao inasema matibabu ya namna hii au sindano za namna hizi hazifunguzi, zijapokuwa zinafika kwenye damu. Na akatoa hoja, akasema kwa sababu kile ambacho kinafunguza ni kile ambacho kinafika mpaka kwenye mashine ya nini, ya tumbo, na kile ambacho anahisi mwanadamu kushiba na kuondokwa na kiu. Kwa ni baadhi ya ulama wakieleza katika hili, lakini tunavyoendelea kuwasikiliza hawa watoto, mwisho baadhi ya ulama watatoa ushauri juu ya matibabu haya. Kwa atakuja binti mwingine ambaye anaitwa Amina binti Sheikh Fadhil, mzee wa neki. Asogee karibu pia Husna binti Muhsini na Zaituni binti Sheikh Abdullah. Aje Zaina binti Imamu Abdullahi, aje huyo kwanza, ndio aje Amina binti Sheikh Fadhil. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. فالمفروض في الصيام هو هرمان شهوة البطن وشهوة الفرج، أي يشعر الإنسان بالجوع وبالعطش. ومن هنا يرى ولكن الأهوة على كل حال أن يمتنع المسلم عن هذه العبر في نهار رمضان، فعنده متسع لأحدها بعد الغروب، na lenye kufaradhisha katika kufunga kwani kuyazuia matamanio ya tumbo na matamanio ya tupu. Maana kuhisi mwanadamu njaa na kiu, na kwa hapa naona wanachuoni hawa kwamba sindano hizi za chakula hazifunguzi vile vile, lakini kuondokana shaka juu ya hali zote ni kujizuia Muislamu kuepukana na sindano hizi katika mchana wa Ramadhani, kwa sababu iko mbele zake nafasi ya kuzitumia baada ya kuzama jua. Assalamu alaikum. Wa in kana maridan faqad jabala Allahu lahu al-fitra fa inna hadhihi al-ibada wa in lam takun tadri bil-fi'li tadfiyat at-ta'ami wash-sharabi wa in lam yash'ur al-insanu ba'daha bi-zawali al-ju'i wal-'atash كالأكل والشرب المباشرين، فهو على أقل يشعر بنوع من الانتعاش بزوال التعب الذي يزاوله ويعانيه الصائم عادة. Akiwa ni mgonjwa hakika amemhalalisha yeye Mwenyezi Mungu kufungua, kwani hakika sindano hizi zijapokuwa hazilishi kwa kitendo kulisha chakula na kinywaji,
na japokuwa hahisi mwanadamu baada yake kuondoka njaa na kiu, kama kula chakula na kunywa kinywaji vyenye kufaana viwili hivyo, lakini yeye juu ya uchache anahisi namna katika uchangamfu kwa kumwondokea tabu ambayo anafaana nayo na inamsumbua mfungaji kiada. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Kwamba wanaelezea namna sindano za glukozi. Kuna watu ambao kuna matibabu ya namna hiyo, huwa ina maana presha ikashuka na daktari akaona mchome sindano hiyo. Kwa ushauri wa huyu akasema akiwa ni mgonjwa, Mwenyezi Mungu amemhalalishia kufungua, basi na afungue tu. وقد أراد الله من الصيام أن يشعر الإنسان بالجوع والعطش ليعرف مقدار نعمة الله عليه وليحس بالآلام المتعالمين وبجوع الجائعين وبعث البائسين، فنخشى إذا فتحنا الباب لهذه العبر أن يذهب بعض القادرين الأثرياء فيتناولون هذه العبر بالنهار لتعطيهم نوعا من القوة وقدرا من الانتعاش لكي لا يحسوا كثيرا بعدم الجوع، فالأولى أن يعجلها الصائم إلى ما بعد الإفطار. Na hakika amekusudia Mwenyezi Mungu katika kufunga kuhisi mwanadamu njaa na kiu, ili ajue kiasi cha neema za Mwenyezi Mungu juu yake, na ili ahisi machungu ya wenye kupata machungu na njaa ya wenye kupata njaa na shida za wenye shida. Tunaogopea pindi tutakapofungua mlango huu wa sindano, kwenda baadhi ya watu wenye uwezo, wenye mali, wakazitumia sindano hizi katika muda wa mchana ili ziwape wao namna katika nguvu na uwezo katika kupata uchangamfu, ili wasihisi zaidi machungu ya njaa. Basi iliyo bora ni kuichelewesha mfungaji tiba hii ya sindano mpaka muda ulio baada ya kufungua. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. وأما مسألة التي تتعلق بوضع الدواء في الأذن وكذلك تقهير العينين في نهار رمضان ومثل ذلك الحكمة الشرعية، هذه الأشياء ربما يصل بعضها إلى الجوف ولكنها لا تصل إلى الجوف من منفذ طبيعي، وليس من شأنها أن تغذي ولا أن يشعر بانتهاش أو نحو ذلك. ولذلك قال بعض العلماء أنها لا تفطر. Naam, masala ambayo yanafungamana na kuweka dawa katika sikio na vile vile kuyapaka wanja macho mawili katika mchana wa Ramadhani, na ni mfano hayo kuingiza dawa kupitia njia ya haja kubwa. Vitu hivi huenda ikafika baadhi yao mpaka ndani, lakini hivyo havifiki ndani kutoka
na haikuwa ni katika jambo la vitu hivyo hufanywa chakula, wala kuhisi kupata uchangamfu au mfano wa hayo. Na kwa ajili ya hilo wamesema baadhi ya wanachuoni kwamba vitu hivyo havipunguzi. Assalamu alaikum.
Albawasiri. Na ile bawasiri mara nyingi dawa zake zina ima mtu anakalia au anawekwa. Kwa wanachuoni wameenda kwamba huenda vitu hivi vinafika mpaka ndani, lakini wakaeleza kwamba havifiki mpaka ndani kwa matundu yaliyo ya kitabia. Kwa baadhi yao wakasema kwamba hakufunguzi kuvitumia vitu vya namna hiyo, na baadhi yao wakasema kuna funguzi. Tunaweka wazi masala haya kwa sababu tunakaribia mwezi wa Ramadhani. Aje kijana anaitwa Asra na asogee karibu kijana anaitwa Muhammad. Tuna vijana wanne tu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في شأنها ما بين متشدد وما بين مترخص، فمن العلماء من حكم بأن هذه الأشياء مفطرة، ومن العلماء من قال بأن هذه الأشياء ليست منفذا طبيعيا إلى الجوف، فهي لذلك لا تفطر، والاختلاف رحمة. Na hakika wamekhtalifiana wanachuoni wa mwanzo na wa sasa katika jambo la vitu hivyo, kati ya mwenye kutilia mkazo haramu na kati ya mwenye kuruhusu. Yuko katika wanachuoni ambaye amehukumu kwamba vitu hivi ni vyenye kufunguza, na yuko katika wanachuoni ambaye amesema kwamba vitu hivi si vyenye kupita kitabia mpaka ndani, basi vyo kwa ajili ya hilo havifunguzi, na makindano ni rehma. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumesikia kwa masikio mawili. Sasa aje Muhammad Rashid Kijamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وقد اختار الدكتور يوسف القرضاوي أن هذه الأشياء يعني استعمال القحل
Assalamu alaikum. Alaikum salam. Nadhani tumesikia ameongea Kiswahili fasaha. Aje Juma Saidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تنازع العلماء في هذه الأشياء ثم قال: ويظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام. فلو كانت هذه الأمور مما حرمه الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه. Kauli yenye nguvu ni kwamba hakika mambo alivyo hafungui mtu kwa kitu chochote katika vitu hivi, kwani hakika kufunga ni katika dini ya Uislamu ambayo anahitajia kwenye kuijua watu maalum na watu wote. Lao yangekuwa mambo haya ni katika ambayo anaharamisha Mwenyezi Mungu na mtume wake katika kufunga, na inaharibika funga kwa mambo hayo, na lao lingekuwa hili ni katika ambayo kungepasa juu ya mtume kuyaweka wazi, na lao angeliataja hayo angejua maswahaba na akaufikishia umma mambo hayo kama alivyofikiriza baada ya sheria yake. Assalamu alaikum. Salamu alaykum. Ila ni kwamba hapo hawatunzi. Pokea bahasha. Na bwana akisoma vizuri nikikutana naye ananiambia nimekufunga 3 bila. Kwa hiyo aje na nini Zakaria Hussein. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وأما الافتهار والتطير في العذن ونحوها مما لم يزل الناس يستعملونه منذ أقدم العصور، وهو مما تعم به البلوى، شأنه شأن الاغتسال والأدهان والبخور والطيب ونحوها. Wala ambayo hawakuacha watu wanatumia tangu zama za mwanzo. Yao ni katika ambayo kunaenea kuondwa kwayo, jambo lake ni jambo la kukoka na kupaka mafuta na manukato na mfano wa haya. Na lao yangekuwa haya ni katika ambayo anafunguza angeweka wazi Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama alivyoweka wazi kufungua kwa kitu kingine. Assalamu alaikum. Alaykum salaam wa rahmatullah. Yaani akielezea swala la kudondosha dawa katika macho na katika masikio, asema hili ni jambo ambalo wanalitumia watu tangu zama za mwanzo, na ni katika jambo ambalo kunaenea kuondoa kwalo. Unaweza ukaamka tu sikio linauma na umefunga, jicho linauma umefunga. Kaelezea jambo lake ni kama jambo kula kukoga, kupaka mafuta na manukato. Wakielezea wanachuoni kwamba mara nyingi ukipaka yale mafuta huwa yale mafuta yakapenya yakaingia ndani, lakini yanaingia katika matumbo ambayo si ya kitabia. Au mtu ukikoga tu kwa yale maji yakaenda, ina maana yakaingia. Haiwezekani asiingie kwenye mwili, kwa sababu ina maana kuna matundu masafi. Yale matundu ya vimelea yale
kuna muda anafunguka. Ukikoga huwa ina maana itaingia, lakini ndio haiambiwi mtu ukikoga ukiwa umefunga umefungua, anaingia yale. Kwa jambo la huku kudondosha dawa katika macho na katika masikio wameliwekea hilo, kwamba ina maana ni jambo ambalo kumekuwa kwingi kuondoa kwalo.
Thank you.